Watu wengi wanaamini kwamba kwenye maisha kuna vita, kwenye maisha kuna kupambana, na mara nyingi kusalimiana na watu wengi, mara nyingi husema mambo vipi? Tunapambana. Kwema? Tunapambana. Kama maisha ni mapambano. I agree with that. Nakubali. Maisha ni vita. Lakini je, unafahamu kwamba kwenye maisha kuna vita zinazokupasa uzipambane, uzipigane, na kwenye maisha kuna vita ambazo unapaswa uzikwepe, unapaswa uzikibie, unapaswa kuziepuka. Shida iko hapa, watu wengine wanazivamia vita walizopaswa wazikwepe au waziepuke, na wanaziepuka vita walizopaswa wapambane. Sasa leo nataka nikuonyeshe vita 4 ambazo huna budi kuziepuka kwenye maisha yako. Vita 4 ambazo huna budi kuziepuka sana kwenye maisha yako. Vita ya kwanza. Vita ya kwanza ni vita ya kushindana na kujilinganisha. The battle of competitive spirit. Vita ya roho ya kushindana na wengine. Vita ya roho ya kujilinganisha. Wengi wamekwama, wameshindwa kufika kwenye ndoto zao kwa sababu kila anachokifanya anajilinganisha na fulani, aliyesoma naye mwaka fulani, aliyetoka naye O-level au A-level, aliyewahi kuwa naye shule mwaka fulani. Hawezi kufanya yeye mwenyewe na kujiona anaweza mpaka ajilinganishe na watu wengine. Kuchukua mafanikio ya watu wengine kama mfano sio mbaya, lakini kujiweka katika mlinganisho ni kosa kubwa sana. Ni vita ambayo wanyama walioko porini wengine hawakutaka kabisa kuishiriki. Kobe anajiendea taratibu na hahitaji kujifananisha na nyani au na chui, kwa sababu Mungu amemuumba vile alivyo. Epuka vita ya kujilinganisha na kushindana na wengine. Vita namba 2 ni vita ya kujikweza na kukuza mambo. Hii inaitwa the battle of pride and over exaggeration. Vita hii inafanya watu wanakuza sana mambo. Mafanikio yake kidogo hivi ataonyesha watu mafanikio makubwa sana. Hana vitu, ataonyesha watu ana vitu. Hii vita imewapeleka watu kuishi maisha feki sana. Wanataka kuonyesha ulimwengu wako hivi, lakini hawako hivyo, wako vingine. Vita ya kujikweza itakumaliza. Jifunze kuwa humble, jifunze kuwa mnyenyekevu, jifunze kuwa down to earth, jifunze kuyasimulia mambo jinsi yalivyo na sio kuyaongezea chumvi na ukubwa ili tu upate faida fulani. Vita namba 3 ni vita ya kuishi maisha feki. Hii vita ya kuishi maisha feki inafanana kidogo na wale wanaojikweza na kukuza mambo. Hii inaitwa the battle of fake living. Watu wengi sana tuwaonavyo sivyo walivyo. Maisha wanayotuwekea mitandaoni sio maisha yao halisi. Magari sio ya kwao, biashara sio za kwao, nchi walisafiri sio kweli, maneno wanayotuambia sio kweli. Why do you trouble yourself that much? Ili tu uonyeshe kwamba umefanikiwa, ili tu uonyeshe kwamba na wewe ni fulani, ili tu uonyeshe kwamba na wewe unafahamiana na watu fulani. Kwa nini uishi maisha feki? There's nothing hard than pretending. Kuishi maisha yasiyo yako. Hiyo vita epuka. Na vita ya mwisho ni vita ya kutaka attention. Hapa watu wengi wamekwama. Unataka upate attention ya watu. Unataka ukikohoa kila mtu aje. Unataka ukisema na shida basi kila mtu alie. Unataka ukisema nimefio basi kila mtu akuulize Tigo Pesa na M-Pesa yako atume hela. The world is not that way. Utakuja kugundua watu wanakuchukulia poa tu. Hawakupi attention na wala hawakuthamini. Usiumie, ndio dunia ilivyo. Epuka vita hii ya kutaka attention ya kila mtu. Wewe tu ndio usikilizwe. Point yako tu ndio pointi. Story zako peke yako ndio zitrend. The battle of attention. Ukiweza kuziepuka hizi vita 4, maisha yako yatakuwa maisha ya furaha kila wakati na kila sehemu ambako upo. Usikose katika somo lingine. Naitwa Dr. Chris Mauki.